Salati al-maghribi, tunaendelea na uhadhara wetu tukizungumzia aljamaa kama tulivyoona mwanzo wa kilugha na kisheria. Nini maana ya jamaa? Na baada ya kuyaona mengi ambayo miongoni mwetu walikuwa hawajayafahamu kwamba kumbe jamaa ina shuruti, jamaa iko kilugha, jamaa iko kisheria pia. Sasa insha Allah bi'aunillahi azza wa jal tutaangalia mal quwwa allati hiya wasfu li hadhihi jamaa, ni nguvu ipi iliyotajwa kisheria katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndiyo sifa ya jamaa hii. Quwwa ni nguvu ipi ambayo ni sifa ya hii jamaa? Kama sharti mbili ni quwwa na imara. Tumeanza kuangalia alquwwa kabla ya kuangalia alimara. Nini makusudio ya imara? Kwa hiyo tunaangalia quwwa kwa anwani inayosema mal quwwatu allati hiya wasfu li hadhihi jamaa, iyo nguvu ya jamaa hii. Quwwa amekusudia nini Allah azza wa jal na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotamka neno quwwa? Na Ibn Taymiyyah kama tulivyoona, mwana wa chuoni katika wanawachuoni wa karne ya 6 na 7, naye anasemaje kuhusiana na quwwa? Alquwwatu allati hiya alwasfu li hadhihi jamaa, quwwa ambayo ndio sifa ya jamaa hii tunayoitaja. Ya ramihu ni mkuki, mshare, upinde, maanake ni silaha. Kama jamaa, ndugu zangu katika imani, aina silaha, aina godown ya silaha, kiongozi wake anayesalisha na kuswalishwa hawana silaha, wala hawajajua mpaka sasa watazipata kutoka wapi. Hatuwezi kuita hii ni jamaa ya kisheria, kwa sababu Allah tabaraka wa taala haikusudia jamaa ya kisheria. Ni lazima iwe na nguvu, ndugu zangu katika imani. Na haya ni maneno ya Allah kama nilivyosema, ana lastu muftiyan wala qadhiyan wala aliman wala mujtahida fi sharia. Mimi sio mufti wala qadhi wala mwana wa chuoni wala mujtahidi katika sheria Allah tabaraka wa taala, bal annani anqul alilma, mimi nanukuu elimu min kutubi lulamai salafi, kutoka kwenye vitabu vya wana wa chuoni wa kisalafi, ila almuslimina jamia, kwenda kwenu ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo nilichofanya nimenukuu, ndio maana nakusomeeni jinsi mtakavyoathirika nyinyi, ndio na mimi ninavyoathirika. Kwa hiyo sina langu. Kwa hiyo ukipinga utakuwa unapingana na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na kabla ya hapo utapingana na Allah. Kwa hiyo kalimatul quwwa wal imara lisiwe geni kwa Waislamu, ni neno linathibati kwenye Qur'ani na Sunna. Sasa tunazungumza hiyo sifa, hiyo quwwa. Unaweza kukutana na mtu wa maslahi, Sheikhul Maslahia, Sheikhu tahta salatin, akakutafasilia quwwa anavyotaka yeye. Staki shekhe yoyote wala sikubali sahaba yoyote akanitafasiria quwwa. Nataka Mtume sallallahu alaihi wasallam atutafasirie Waislamu hii quwwa ambayo ni sharti ya kwanza ya jamaa, kama zilivyokuwa sharti mbili na imara. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini kuhusiana na quwwa? Tuwe pamoja vizuri, Allah akufahamishi. Alquwwatu allati, nguvu ambayo hiya wasfu li hadhihi aljamaa, ambayo ni sifa katika hii jamaa ya kisheria, sio jamaa ya kilugha. Ya ramihu ni mkuki, mshare, upinde, maanake ni silaha. Kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam lihadithi Uqbata ibn Amir radhiyallahu anhu, kwa hadithi ya Uqba asema annahu qala, Uqba anasema radhiyallahu anhu, na hii ameipokea Imam Muslim. Anasemaje Uqba? Inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tala hadhihi alaya
Mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma aya hii ifuatayo, kisha akaja kuitafasiri. Hayuko sahaba, hakuna tabi'in, hakuna tabi'in, hakuna wanawachuoni wa mwaka 1900 na hawa wajuzi masheikh. Anaitafasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na waislamu wote ijmaa, uwe na elimu usio na elimu, umeingia katika Uislamu leo au umeingia katika Uislamu jana, hauwezi kupinga kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli ya wanawachuoni wa Salatini, hauwezi hata siku moja. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-aya. Mtume alisoma aya hii katika suratu Al-Anfal aya namba 60. Alisomaje Mtume? Akasoma aya hii, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, wafanyieni maandalizi ya nguvu, wa min ribatil khayl, na wale falasi wa kital, falasi wa vita ambao mkiwashika na mkawafunga ni kwa ajili ya vita. Lengo turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum, lengo ni kuwatisha maadui wa Allah na maadui zenu nyinyi Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisoma aya hii ambayo sisi tuisoma katika mwezi wa Ramadhani ndani ya Qur'ani ya tarawih. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusoma aya hii, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 3, akasema ala, si vingine, tambueni enyi ndugu zangu Waislamu, innal quwwata ramihi, innal quwwata ramihi, innal quwwata ramihi. Hiyo kuwa aliyoitaja Allah mufanye maandalizi ni kuwa ya safe, kuwa ya bunduki, kuwa ya silaha, kuwa ya RPG, kuwa ya vifaru. Hii ndio kuwa aliyosema Allah tabaraka wa taala. Mtume anatafasiri maana ya kuwa, anasema ala innal quwwata ramihi, tambueni kuwa ni silaha, kuwa ni maandalizi ya kivita. Ndio ametafasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio sifa ya jamaa ambayo sisi tunahitaji, na watu wote tunaotaja wana jamaa. Hakuna mtu ana silaha. Sisi tu kwa sababu ni mustadhaf hatuna jamaa. Yani kwa sala hii tuliyosali sasa, hii tuliyosali hivi sasa, daraja 27 za wapi? Swala ya humu ndani tu, swala hii nje haifanyi kazi. Swala yafanya kazi nje na ndani. Hii kuwa ya humu ndio yafanya kazi na nje. Ndugu zangu, swala ya humu tukitoka tumeshaachana. Jamaa ngapi? Mimi sina wala siamini kama daraja 27 hivi tu. Kwa hiyo kuwa ni mtutu. Auoni hizi serikali za kidhalama, mitutu ipo, wanaagiza, wakipita watu wanaogopa, mtu anapita kwenye patro yake unaogopa. Angalia kuwa turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum, lengo ni kumtisha adui wetu na adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tafsiru min an-nabii sallallahu alayhi wasallam lil-aya. Sasa hii ndio tafasiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na aya. Nani aweza kututafasiria aya zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa tafasiri hii ameitafasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba hawezi kutafasiria aya, hawezi kutafsiria aya. Wakati tafsiri ya Mtume ipo, ikija sahaba tuikubali. Kama ipo ya Mtume ndio tumwangalia sahaba nani ameisema. Ibn Mas'ud una kitu? Na wewe unasemaje? Sina. Yatosha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio tafasiri au nasu fi maudhui niza, katika mambo ya maandalizi ya kuwa wametofautiana. Wapo wanaosema maandalizi ni kuwa, na wapo wanaosema maandalizi alkuwa ni atarbiya. Tufungue nasa za madrasa, tuwafundishe watoto Qur'ani, wakiwa wamehifadhisha Qur'ani mashaallah, tuvae kanzu, hijabu zionekane, nisfu saq, ndevu zibaki. Hizi ndevu zako katika darul kufru hazina ujumbe mpaka uhajir. Kama ndevu haimtishi kafiri, hiyo ndevu gani? Ndio maana kumbe sisi tunajifanya Waislamu sana, mashekhe sana, alama. Kuna mujtahidi ndani. Mujtahidi lazima atahajir, lazima atahama, kama tutavyoona amri ya hijra kwa mtu ambaye tayari amekuwa ni baligh, ana ufahamu wa kitu gani anafanya. Kwa hiyo kuna nizaa, kuna mzozano baina wale wanasema maandalizi ni kuwa, na kuna wale wanasema maandalizi bana tarbia. Tarbia, tujenge mashule, tujenge madrasa, watazkia, tusafishe kwanza nafsi zetu, tusome tauhidi mpaka wapi?
tauhidi mpaka wapi? Mtume anasema kuwa ni rami, una tauhidi, jifunze tadrib. Kwa hiyo wale wanaosema tarbiyatu wa tazkia hawako sawa, wameshindwa kuelewa nini maana ya kuwa. Na hii aya huwa hawaitafasiri, huwezi kumsikia hata siku moja. Kwa nini? Itakuwa inamrejesha kwenye jamaa ya haq, na ndio tunaizungumza hii jamaa. Idh inna alhaditha yubayinu anna alquwwata. Kwa nini? Kwa sababu hadithi inabainisha kwamba kuwa allati amara Allahu biidadiha, hiyo kuwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha Waislamu, ni amri kama ya swala, hija, zaka. Allah ametuamrisha kufanya maandalizi ya hiyo kuwa. Hiya alquwwatul madiyah, ni kuwa ya silaha. Kwa hiyo kuwa ni katika jamaa. Tukiacha kuwa, ndugu zangu, tumeacha jamaa, na tukiacha jamaa sisi tumeingia kwenye maasi ya kututoa katika Uislamu, kwa sababu Allah azza wa jalla asema katika surati Al-Imrani aya nambari 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni kwenye habli ya Allah, Uislamu, kwa pamoja, kwa jamaa, wala tafarraku, wala msifarikiane katika hiyo jamaa. Kwa hiyo ukitoka katika jamaa umeingia katika maasia. Wale wenye jamaa wamewajibishwa kukuua wewe. Nani anaua mtu hapa? Nani ana jamaa anasema anaua watu? Ushasikia Muislamu kamuua mtu? Kwa sababu anakuwa. Basi usiseme una jamaa, unachukua sifa ambayo haikuhusu. Wewe sema una jamaa ya kilugha ya kukusanya pesa kwa ajili ya malengo yako, basi tutakuelewa, hatutokataa. Adhana ni ile ile tu kila siku, lakini kwa Rasuli ilikuwa inabadilika. Na wakati wengine wa mvua, Bilal alikuwa anaambia watu, akishatoa adhana anasema si hayya ala salat. Wakati wa mvua asema sallu fi buyutikum. Adhana hiyo hatusikii, ni njoni wakati wa mvua, njooni wakati wa masika, njooni. Kuna wakati wa mvua tuambiwe tusali kwenye majumba yetu, kwa sababu ni darul kufuru. Adhana ile ile tu, wala ibadiliki. Wakati wa mvua njoo tu, kwa sababu watu wana malengo yao. Kwa hiyo kuna watu wanaelezea tarbia wa tasfia, lakini hadithi iliyokuja kuzungumzia maandalizi ya jamaa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, alquwatu almadiya, ni nguvu za kimadi, sio ya kiimani. Nguvu ya kimadi maana yake kuwa na silaha, nyuklia. Ndio unaona mujahidina mpaka leo tuwaombee dua, Allah subhanahu wa ta'ala wajalie wapate nyuklia. Hawajapata nyuklia, wakipata nyuklia Allah atakufahamisheni nini maana ya jamaa, na Uislamu utaendelea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Min mukhtalif asliyati rimaya, tofauti ya silaha za kutupa, ndio bunduki zote hizo. Ma tadrib alayya, pamoja na kujifunza hiyo silaha. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha kuwa na kuwa, maana yake kuwa na silaha, jua umo ndani kisheria amekuamrisha kujifunza hiyo silaha, maana yake mpaka ujifunze. Hadithi ya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iko katika rawahu Muslim. Mtume anasema man alima ramyah, mwenye kujifunza upinde, mshare, bunduki zote, silaha, RPG yote, masilaha yote masilaha likifaru, ukajifunza, thumma tarakau, kisha akaacha tu, basi kajifunza kakaa tu wala kufanyia kazi, falaysa minna au qad asa, si katika sisi Waislam au atakuwa ameasi. Rawahu Muslim. Na wala ikutajwa hapa silaha ina fulani. Sisi katika udogo wetu tulijifunza manati, tukajifunza hiyo mitego. Kwa hiyo sisi hatuingii kwenye hadithi hii. Ya Rabbi, tunaoje tumejifunza manati. Kwa yule ambaye hata manati hajajifunza, huyu amemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana ya hadithi haikutaja bunduki, hadithi imesema ramia, cha kutupa chochote, hata mkuki. Kwa hiyo tumeamrishwa pia kujifunza. Wa hadha mimma la yas'a almuslim tarkihi, na haya hayampasi muislamu kuyaacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema silaha ramiha, man alima ramiha taraka au nasiya falaysa minna wa qad asa, kama ilivyokuja hadithi ya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu. Waqala Sanani rahimahullahu ta'ala fi sharh hadith al-Uqba, amesherehesha al-Imam as-Sanani. Al-Imam as-Sanani ndio alisherehesha Bulughul Marami, kitabu kinaitwa Subul Salami. Nenda kama ina mjeredi, angalia mjeredi wa 4 ukurasa, mjeredi kama yako ina mjeredi, maana siku hizo anatoa kitabu kimoja, hiyo nuska tu moja, lakini kwa wale waliopata mwanzo zile tabaa za mwanzo zile, basi alhamdulillah, nenda katika Subul Salami
Andikeni Subul Salami, inapatikana kwenye maktaba nyingi. Subul Salami juzuu ya 4 ukurasa nambari 1374, hadithi, au andika tu hadithi